Mpendwa mchungaji wa kanisa, mpendwa mwanandoa au msomaji, kwa kweli tumejaribu kufanya anketi. Tumeitisha karibu ndoa 10 nyipya, na miongoni mwa hizi ndoa tumetambua kuwa miongoni mwa magumu makubwa au changamoto kubwa ambazo hizo ndoa zinakabiliana nazo, kuna sababu nyingi kama vile matumizi ya pesa, kuingiliwa na jamaa ama kuvunjika moyo, yaani watu walipendana kwa faida sasa zimekosekana, kuna kuwa ukosefu na mambo kadhalika. Ila sababu ambayo imechukua percentage kubwa ambayo inakuwa miongoni mwa changamoto za maisha ya ndoa, tumetambua kuwa ni tendo la ndoa. Na hii ndiyo maana tumeamua ya kuwa tuweze kufanya utafiti wa ndani kisiasa. Tumejaribu chunguza sayansi na Biblia na utafiti zetu za kipekee, ili tuweze kujaribu kuleta mwelekeo kwa sehemu, kwa kusaidia unyumba nyingi kuweza kumiliki au kujere tendo ya ndoa kwa utukufu wa Mungu. Mpendwa msomaji, baada ya kufanya uchunguzi kuhusu maisha ya ndoa mbalimbali ambao zinaunganishwa kanisani, mara nyingi tumeweza kutambua ya kuwa miongoni mwa magumu na changamoto kubwa za maisha ya unyumba zinazotikisa hata kanisa ni tendo la ndoa. Sio shida yenyewe, lakini ni miongoni mwa shida kubwa. Na hii imetuleta kuwa tuweze kuandika kitabu ambacho kinaitwa Tendo la Ndoa kwa Utukufu wa Mungu. Kitabu hiki tumekitumika zaidi ya 1.5 mwaka tukifanya utafiti. Na kitabu hiki ni cha muhimu sana kwa maisha ya ndoa, hasa kwa mambo yanayolingana na tendo la ndoa. Kitabu hiki kina sehemu 8. Katika sehemu ya kwanza tunasema juu ya kuelewa tendo la ndoa, na humo tunasema maana ya tendo la ndoa. Tunaeleza kuwa tendo la ndoa ni kazi ya Bwana lakini sio kazi ya Mungu. Tunasema juu ya mapokeo ya kimila na haya katika tendo la ndoa. Tunasema juu ya nizamu ya tendo la ndoa na mwelekeo wa Biblia kuhusu tendo la ndoa. Katika sehemu ya pili tunalenga kusema juu ya viungo vya uzazi, yaani kuvifahamu viungo vya uzazi. Viungo vya uzazi vya mwanaume vinavyoonekana na visivyoonekana. Viungo vya uzazi vya mwanamke vinavyoonekana na visivyoonekana. Sababu kuna hata wengi hawajue maumbile ya miili zao. Na katika hiyo chapitre ya pili tunagusia pia usafi wa viungo vya uzazi ama viungo vinavyotumiwa katika tendo la ndoa. Chapitre ya 3 tunasema juu ya tendo la ndoa lenyewe, yaani tendo la ndoa la kwanza,
na hii tunatoa maelekezo ya kutosha kuhusu tendo la ndoa kwa bikira. B ama sehemu ya pili, humo tunasema sasa juu ya tendo la ndoa la pili au tendo la ndoa kati ya watu wawili ambao wamekwisha pia kufanya tendo la ndoa, linakuwa sio tendo la kwanza. Na humo tunasema juu ya maandalizi ya tendo la ndoa, tunasema juu ya tendo la ndoa lenyewe, tunasema juu ya vituko vya tendo la ndoa kama vile orgasme, ejaculation precoce, ejaculation féminine, femme fontaine na mambo kadhalika. Tunasema pia juu ya burudani ya tendo la ndoa kibiblia. Tunasema pia juu ya faiblesse sexuelle upande ya mwanaume na pia upande wa mwanamke. Na humo tunatoa pia mwelekeo viungo vyakula ambavyo vinatakiwa kutumiwa kwa ajili ya kuiboresha tendo ya ndoa. Ndani ya hiyo chapitre ya 3 tunasema juu ya vurugo zinazo maperturbation matrouble zenye zinaweza kuzorotesha ubora na uzuri wa tendo la ndoa, upande wa mume na upande wa mwanamke. Tunasema pia juu ya maadui 12 wa tendo la ndoa. Humo tunataja simu, ejaculation precoce ama kunakuwa pia kukosa maandalizi, acidite vaginale, mazingira mabaya, maladi kronike, utofauti wa kimo cha viungo vya uzazi kati ya mume na mke, mari de nuit, haya na mambo kadhalika. Kwa chapitre ya 5 tunasema sasa juu ya tendo la ndoa na matokeo. Tunafasiria cycle menstruel ya mwanamke na periode de fecondite. Tunafasiria pia kuhusu kawaida ya mwanamke na vurugo zinazotokana na kawaida. Tunafasiria pia juu ya mikulio na matunzo, yaani mikulio inayotakiwa na matunzo inayotakiwa kwa ajili ya kuboresha tendo la ndoa. Kwa chapitre ya 6 au sehemu ya 6 tunasema sasa juu ya tendo za ndoa ambazo ziko kinyume na Biblia, na miongoni mwa hizo tendo za ndoa tunataja masturbation, bestialite, cunnilingus, fellation, homosexualité, pédérastie, voyeurisme, nudisme, pédophilie. Ziko aina 12 za tendo ya ndoa ambazo ziko kinyume na Biblia, ambazo Wakristo wanatakiwa kuepuka, ingawaje Wakristo wamoja wameingiliwa na shetani na kuanza kufanya tendo za ndoa kinyume na mwelekeo wa neno la Mungu. Kwa chapitre ya 7 tunasema juu ya tendo la ndoa na mimba, mtindo wa tendo la ndoa katika kipindi cha mimba. Tunasema pia juu ya magonjwa ya ngono kama vile syphilis, herpes genitale, papillomavirus, clampidiose, hepatite B, blénorragie, trichomonose, chancre na magonjwa mengine, na tunatoa mwelekeo ambao unatakiwa kwa ajili ya matunzo. Maana kuhusu magonjwa ya tendo ya ndoa, kuna yale yanatunzwa na usafi, kuna yale yanahitaji kuonana na waganga, kuna yale yanahitaji utaratibu katika tendo la ndoa na maelekezo mbalimbali. Na humo vile tunasema juu ya sterilite, lakini mbele tuseme juu ya sterilite, kuhusu yale magonjwa yote tunafasiria jinsi ya kuyatambua, yaani alama ya hizo magonjwa, matokeo ya hizo magonjwa na mwelekeo wa matunzo. Na baada pale tunasema sasa kuhusu sterilite ama ungumba upande ya mwanaume na upande ya mwanamke, nini chanzo na mwelekeo fulani, maana kuna nyingine sterilite zinaweza kutunzwa na uzazi unapatikana, na kuna zingine ni sterilite zenye ziko naturel. Vile kuhusu hiyo sterilite tunafasiria juu ya amenore, tunafasiria pia juu ya
kuzuiza mimba. Unajua kuna wengine Wakristo kwa leo sasa wanaanza jitoboa nao mashindano kama wapagani, nao wanaanza tumia mitindo ya kipagani, na wala kuna mashauri ambayo yanatakiwa kwa hii kuple kusudi wazae katika muda mzuri, pasipo kufadhaika na pasipo kupigana na kuzaa kwa haraka. Na chapitre ya mwisho inasema sasa juu ya heshima ya chumba ya ndoa. Humo tunafasiria juu ya mambo ya kuepuka ndani ya chumba cha ndoa. Tunafasiria nini itafanyika humo, nini inapaswa kufanyika humo. Tunasema juu ya mazingira ya chumba cha ndoa, namna gani yatalindwa vizuri. Tunasema juu ya heshima ya chumba cha ndoa. Tunasema pia juu ya chumba cha ndoa, mlango wa kuzimu au mlango wa ufalme wa mbinguni. Kitabu hiki ni cha muhimu sana mpendwa, ni cha muhimu sana na kitafaa sana kwa ajili ya maisha ya unyumba wako, ila ni mwiko, inakatazwa kitabu hiki kukiweka mahali ambapo watoto wanaweza kukiona. Kitabu hiki hakistahili kuguswa ama kutumiwa na ambaye si mwanandoa. Ni kusema hata wachumba hawaruhusiwi kutumia hiki kitabu, sababu humo tumejaribu kutumia picha nyingi sana ambazo huenda zimoja zitakutisha na zingine zitakushangaza. Ndio maana kitabu hiki hakiruhusiwi kabisa kutumiwa na yeyote asiyekuwa mwanandoa. Na kwa wale walio nje ya nchi, kusudi tukubali ya kuwa ni mwanandoa, kuna mambo fulani fulani tunachunguza ili tuweze kuhakikisha kuwa ambaye amekipokea ni mwanandoa na wala si kapera. Mpendwa, hiki kitabu ni cha muhimu sana tena sana, na mambo yako mengi sana ambayo yalitakiwa watu wayajue kuhusu tendo la ndoa, kusudi tendo la ndoa lisionekane kuwa chanzo cha laana au chanzo cha mzozo au chanzo cha kubomoa unyumba, bali ionekane kuwa chanzo cha furaha. Ndiyo maana tumekiita tendo la ndoa kwa utukufu wa Mungu. Maana tendo la ndoa linapotendeka kwa utukufu wa Mungu, hii inakuwa ni baraka na furaha, na pia miongoni mwa misingi inayotegemeza maisha ya ndoa. Mungu akubariki. Na kama utahitaji kukipokea, utawasiliana tu na sisi kwa njia ya WhatsApp na utakipokea kwepesi. Mungu akubariki.